Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tuweze kusikiliza na kutafakari pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo, ikiwa leo ni tarehe 19 Februari. Mungu awajalie hamu kubwa ya kumpenda yeye na kumtumikia kwa uaminifu. Atusimike ndani kabisa katika fadhila takatifu za unyenyekevu na uvumilivu. Atufanye kwa maneno ya Mtakatifu Francisco wa Sale kuwa wake bila kugeuka. Mungu awajalie hamu kubwa ya kumpenda yeye na kumtumikia kwa uaminifu. Atusimike ndani kabisa katika fadhila takatifu za unyenyekevu na uvumilivu. Atufanye kwa maneno ya Mtakatifu Francisco wa Sale kuwa wake bila kugeuka. Ndugu zangu wapendwa, upendo ni amri kubwa ya Mungu. Yesu alisema, amri mpya ninayowapa ni hii, kwamba mpendane ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda mimi, nanyi mpendane. Rejea Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Upendo sio hisia tu, bali ni uamuzi wa kujitoa kwa wengine. Mtakatifu Gaspari del Bufalo alimnukuu Mtakatifu Francisco wa Sale kwa sababu alijengwa sana na roho yake ya upole na mafundisho ya upendo wa kujitoa, hasa yale yanayopatikana katika maandishi ya mtakatifu huyu Francisco wa Sale, kama katika vitabu vyake Utangulizi wa maisha ya kiroho na Mkataba wa upendo wa Mungu, ambako anasisitiza kuwa upendo wa kweli huwa zaidi ya ubinafsi wa mtu ili kuishi kwa ajili ya wengine. Kauli hii, sahau nafsi yako kwa upendo wa wengine ili uweze kufurahia furaha yao, yanatokana na wazo hilo la msingi la kiroho lililoenezwa na Mtakatifu Francisco wa Sale katika barua na mafundisho yake juu ya upendo wa Kikristo, ama kwa maneno mengine yanayosema upendo wa agape. Kanisa Katoliki linafundisha kwamba upendo ni fadhila ya kiteolojia ambayo kwa hiyo tunampenda Mungu zaidi ya vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe na jirani zetu kama sisi wenyewe kwa ajili ya Mungu. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1822. Huu ni ufafanuzi kamili wa upendo wa Kikristo. Paulo mtume katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 13 anatueleza kuhusu upendo wa kweli. Upendo huvumilia, upendo ni mwema, wala hauna wivu, upendo haujisifu wala haujivuni, wala haufanyi kitu cha aibu, wala haujitafutii chake. Rejea Wakorintho, barua ya kwanza Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 13 mstari wa 4 hadi wa 5. Hii ndio kiwango ambacho Mungu anatuita tufikie. Lakini ni jinsi gani tunaweza kupenda hivyo? Kwa nguvu zetu pekee hatuwezi. Ni kwa nguvu za Mungu peke yake. Paulo anasema upendo wa Mungu umemiminwa kwetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Rejea barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kuwasha upendo wa Mungu katika mioyo yetu. Hivyo basi leo kila mmoja wetu amwombe Bwana akisema, Bwana Yesu, wewe ni chanzo cha upendo wote wa kweli. Mwaga Roho wako Mtakatifu katika moyo wangu ili niweze kupenda kama unavyopenda wewe. Niondolee uchoyo, kiburi na kutafuta maslahi yangu mwenyewe. Nifanye chombo cha upendo wako kwa familia yangu na kwa watu wote ninaowafikia. Amina. Leo kuletea tafakari hii ni mimi Patrick Robert Namseri wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu Kristo kutoka nyumba ya malezi ya Mwenye Heri Yohane Merlini Miyuji.